Baada ya kumaliza vipindi vya maombi ya asubuhi, naomba niwakaribishe katika maombi ya jioni hii. Na tunaendelea na yale maombi ya siku 100 na leo tuko katika siku ya 41. Tunaendelea na Mungu anatubariki. Binafsi nauona mkono wa Bwana katika mambo mengi. Japo changamoto katika ulimwengu huu hautaisha. Hata Yesu alipokuwa akiombea mitume alisema, sikuombi waondoe ulimwenguni, bali walinde na ile kweli. Na kitu kikubwa ambacho kinatulinda sisi sio mkuki, wala sio sime, wala sio mapanga, wala sio bunduki. Kinachotulinda sisi ni silaha ya uzima ambayo ni neno la Mungu. Amen. Kwa kweli pale katika lile kanisa la Thiatira na Pergamo, tutaogelea hapo zaidi ya wiki 2, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo tunahitaji neno la Mungu na historia na unabii utufunulie. Yaani yapo mambo mengi sana. Hichi kipindi cha zama za giza, jana tumejifunza ni kuanzia mwaka kuanzia zama za giza zilianza mwaka 538 mpaka mwaka 1798. Japo mapokeo yalianza kuingizwa mara tu mkutano mkuu au mtaguso mkuu wa Nikea ulipoketi mwaka 325 AD. Watu wengi wanasema kwamba mabadiliko yalianza kufanyika mwaka 321. Sio makubwa kivile, kwa sababu ukirudi huku nyuma tulisema wakati ambapo walipoleta kitu kinachoitwa religious toleration mwaka 313, wakati mfalme Konstantini anapanda madarakani, ambapo walileta mkataba mmoja uliokuwa unaitwa The Edict of Milan. The Edict of Milan ambao ulitangaza kuvumiliana katika mambo ya imani. Huo ndio ulikuwa mtaro wa kwanza kutengeneza njia ya mapokeo ndani ya kanisa la Kikristo, kwa sababu walipotaka kutumia nguvu walishindwa. Wakaamua sasa kuingia kwa njia ya makubaliano, na ndipo hapo tunaanza na mambo yanaitwa compromise. Watu wakaanza makubaliano ya mambo kadha wa kadha, wanakaa tu mezani, hili liko hivi, hili liko hivi, kwa hiyo mnasemaje tuliunge kwa pamoja ili tuweze kuishi pamoja. Mapokeo yakaingia kwa fujo. Lakini bado tutakuja kurudi huko kwa Edict of Milan kilichofanyika, na mwendo ukaendelea hapo mpaka mwaka 325. Kuna mambo yaliyoibuka hapo mengi ambayo yalikuwa yanatishia umoja alioanzisha mfalme Konstantini. Akalazimika sasa kuitisha kikao kikubwa cha kiekumene. Tunaposema kikao cha kiekumene, ecumenical, ni kikao kinachojumuisha dini zote duniani, na kilienda kikaketi sehemu inaitwa Nikea, kwa Kiingereza wanaita Nasia, kule Uturuki. Ndipo kilipokaa hichi kikao, na kikao hiki kiliamua mambo mengi, likiwemo lile jambo tulilolizungumza jana la kuondoa maadhimisho ya Pasaka, la kuondoa kile ambacho Wayahudi walikuwa wakiadhimisha kama Pasaka, alafu wao wakaingiza sikukuu ya kipagani iliyokuwa inaitwa Easter, ikaingia pale. Na yaliyojiri tutakuja kuyazungumzia katika vipindi vinavyokuja, ila kuanzia jana na leo nilikuwa naanza kuonyesha hii sikukuu inayoitwa sikukuu ya Easter ilitoka wapi. Na
kwa kile kipindi cha jana, kwa waliokiona kile kipindi cha jana, kilionyesha vizuri jinsi hii sikukuu ya Easter ilivyoingia. Lakini sio vyema nizungumzie Easter kwanza kabla sijaizungumzia Pasaka, kwa sababu kinacholeta mgogoro katika Ukristo ni hiki: Mungu aliagiza sikukuu zake ziadhimishwe, lakini wapagani nao walikuwa wakiadhimisha sikukuu zao. Sasa walipounganishwa na mfalme Konstantini na maisha yakaendelea, wapagani sasa walitaka sikukuu zao ziwe kinara kanisani, na taratibu zikaja zikaondoa umaana wa zile sikukuu za Kikristo ambazo bado nyingine zilikuwa zimekamilika na nyingine bado zilikuwa ni kivuli. Kwa hiyo jamii ya watu kuanzia katika ufalme wa Yuda wakaacha kuadhimisha sikukuu ya Pasaka iliyokuwa ni ya muhimu kwa ajili ya ukombozi wao, wakaenda kuadhimisha sikukuu ya Easter. Na tulisoma vizuri kitabu cha Yeremia sura ya 7 fungu la 16 na 18. Mungu anamwambia Yeremia, usiwaombee hawa kwa sababu wanaadhimisha sikukuu ya Malkia wa mbinguni ya kipagani na wanaacha kufanya amri na maagizo niliyowapa. Akamwambia Yeremia, wala usihangaike kuwaombea. Lakini Yeremia hakuchoka. Ukienda sura ya 44 kuanzia ile fungu la 15 na 16 la kitabu cha Yeremia, utakuta Yeremia mwenyewe anaenda kuambia wale watu waache kuadhimisha hiyo sikukuu, waje waadhimishe sikukuu za Bwana. Nao wanamwambia Yeremia, neno lile ulilotuambia kwa jina la Bwana hatutalitekeleza, bali tutatekeleza kila neno linalotoka katika vinywa vyetu, kumfukizia uvumba malkia wa mbinguni. Huyu ndo malkia baadaye alikuja kuitwa Ishtar, baadaye akaitwa Easter, akashuka na barabara ya historia mpaka akaja akaingia katika kanisa la awali. Na kanisa la awali mwaka 325 AD katika mkutano wa Nasia, ile sikukuu yake ikaingizwa kanisani na ikaua yale maadhimisho ya kumega mkate na divai. Hiyo itakuwa ni somo lililoko mbele. Lakini kwa leo, hebu tuangalie haya maadhimisho ya Pasaka ambayo Mungu aliyasema yawepo. Nini kiini chake ilikuwa ni nini? Maadhimisho ya sikukuu za kibiblia na maana zake. Wapagani walikuwa na maana zao na kwenye Biblia walikuwa na maana yao. Hebu tuingie hapo sasa. Na tunapozungumzia sikukuu, ziliamriwa toka Agano la Kale. Mungu aliwaagiza wana wa Israeli kusherekea sikukuu 7 kwa mwaka, zote hizi zikiwa kama kivuli cha huduma ya Kristo na mpango wake wa wokovu. Kwa hiyo zile sikukuu zote zilizokuwa zikisherekewa, malimbuko na vitu vingine vyote, hizi sikukuu zilikuwa zikilenga huduma ya Yesu kumkomboa mwanadamu. Na alipomaliza kumkomboa mwanadamu, zile sikukuu zilikoma, kwa sababu zenyewe zilikuwa zikilenga kwamba Mungu ameandaa mpango wa kumkomboa mwanadamu. Sikukuu hizi zilikuwa kivuli cha mambo halisi yaliyoko mbinguni na zililenga ukamilifu wa unabii wa Mungu. Hizi sikukuu zilikuwa hazifai kupuuziwa, kwa sababu kuzipuuzia kwa wakati wake ilikuwa ni kukosa wokovu. Na sikukuu hizi ziligawanyika katika sehemu kuu mbili, ambapo zilikuwepo sikukuu za awali na baadaye kulikuwepo na zile sikukuu za baadaye. Hizi sikukuu za awali zilihusisha Pasaka, sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu na sikukuu ya malimbuko. Zilikuwa ni 3. Zilikuwa zikisherekewa kuanzia Februari mpaka mwezi wa 4. Hizi sikukuu, ya kwanza ilikuwa ni Pasaka, ya pili ilikuwa sikukuu ya mikate, na ya tatu mikate isiyotiwa chachu, na ya tatu ilikuwa sikukuu ya malimbuko.
Lakini baada ya hizi sikukuu, wakati wa mavuno, kulikuwa kuna sikukuu za awali na zilizoambatana na mavuno. Sikukuu zilizoambatana na mavuno. Sikukuu ya Pentekoste ilikuwa ya 4. Watu walikuwa wamelima mazao wakati wa msimu wa mvua, na tayari ile mazao yalikuwa yanaiva, yalikuwa yakianza kuvunwa mwezi wa 5. Kwa hiyo sikukuu hii iliambatana hapo na ilianzia mwezi wa 5 na iliitwa sikukuu ya mavuno, na ilihusisha Pentekoste yenyewe, sikukuu ya baragumu, sikukuu ya upatanisho na sikukuu ya vibanda au makano. Kwa maana wa Adventista wa Sabato mpaka leo wanaadhimisha sikukuu ya vibanda, na tutaeleza kwa nini bado wanaadhimisha sikukuu ya vibanda. Kwa hiyo ukichukua zile sikukuu 3 za awali, Pasaka, mikate isiyotiwa chachu na malimbuko, ukajumlisha na hizi sikukuu 4 baada ya mavuno, sikukuu ya baragumu, sikukuu ya upatanisho na sikukuu ya vibanda, unapata sikukuu 7. Na 7 ni ukamilifu wa Mungu. Hamna mahali ambapo Mungu anavuka namba 7 katika mambo anayofanya. Ndio maana kuna mihuri 7, kuna makanisa 7, kuna vitasa 7, kuna baragumu 7. Ukitoka hapo, namba nyingine ya kimungu ni namba 10. Hiyo tutaizungumzia baadaye. Na leo nataka tuizungumzie sikukuu ya Pasaka peke yake ilivyoadhimishwa. Sikukuu ya Pasaka ilikuwa sikukuu ya kwanza katika mzunguko wa mwaka, na ilisherekewa siku ya 14 ya mwezi wa kwanza kwa kalenda ya Kiyahudi. Yaani hapa usishughulike na hii kalenda tulionayo ya Gregorian, ile kalenda ya Kiyahudi. Kwa hiyo walikuwa wakisherekea sikukuu ya Pasaka siku ya 14 ya mwezi, na wao walikuwa wakihesabu mwezi si kama tunavyohesabu sisi. Wao mwezi ukishaandama wanaanza kuhesabu 1, 2, 3, 4, 5 mpaka mwezi unapofikia mwisho. Ukiandama tena wanaanza kuhesabu. Kwa hiyo miezi ya kalenda ya Kiyahudi ina siku 30 tu. Hiyo ilikuwa ni sikukuu ya Pasaka. Pasaka ilitumika kama kivuli, na Mungu aliitengeneza Pasaka makusudi kama kivuli. Ilikumbusha ukombozi wa wana wa Israeli kutoka Misri. Kwa hiyo lengo la Pasaka ilikuwa nini? Wasisahau wanapoendelea kufanya mwaka kwa mwaka, na ndio maana tunasia hapa kanisani, jamani, msije mkamsahau Mungu. Kadiri utakavyokuwa na ibada nyumbani kwako kila siku, watoto wanauliza maswali na vitu vingine, hivyo ndivyo ambavyo wataishi wakimjua Mungu, hawatamsahau. Lakini kadiri ambavyo nyumbani kutakuwa hakusomwi neno, ndivyo ambavyo watoto watamsahau. Pasaka iliwekwa ili kuwakumbusha kile ambacho Mungu aliwafanyia wana wa Israeli walipokuwa Misri, alipowaokoa kwa nguvu kubwa, na alivyookoa kwa nguvu kubwa wale wana wa Israeli kutoka kule Misri, akawaleta mpaka nchi ya ahadi. Sasa ili wasisahau, lazima hii sikukuu ifanyike kila mwaka, na inapofanyika kila mwaka inaweka akilini jinsi ambavyo Mungu anaokoa. Kwa hiyo watoto wanajua kuna sikukuu ya Pasaka. Hii sikukuu ya Pasaka maana yake nini? Mungu aliwatoa baba zetu kule Misri, akatuleta mpaka hapa, wanauona ukuu wa Mungu. Hiyo ndio ilikuwa sehemu ya kwanza ya kwa nini sikukuu ya Pasaka ilikuwepo. Na ndio maana Mungu alikuwa anasema isikosewe katika kuiadhimisha. Ya pili, baada ya wana wa Israeli kuishi utumwani Misri kwa miaka mingi, Mungu aliwakomboa kwa mkono wake wenye nguvu, ambapo aliwaagiza wachinje kondoo na kupaka damu yake juu ya miimo ya milango. Kwa hiyo
Pasaka sio ile siku, ila Pasaka ni yule kondoo aliyechinjwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani tunaposema sikukuu ya Pasaka, hatuna maana ya kwamba Pasaka ni siku, bali tuna maana Pasaka ni yule kondoo aliyechinjwa. Walimuita Passover lamb, na huyo Passover lamb alikuwa ni kondoo aliyechinjwa, na makusudi yake ni haya hapa. Kondoo aliyechinjwa aliitwa Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani ukija kuangalia, ndio maana wazungu wanaogopa kuita hii sikukuu wanayosherehekea kila mwaka, wanaogopa kuita Pasaka, kwa sababu Pasaka ni Yesu. Ndio maana wenyewe bado wanaiita Easter. Na ukiwafuatilia bado wana ule utamaduni wa kipagani, kuleta mayai na kuyapaka mayai ya kuku rangi, lakini kumleta sungura hivyo. Yaani kuna maadhimisho na desturi zinazoenda na sikukuu ya Easter. Wazungu wanazijua, sisi huku tumeletewa tu, na kwa sababu tumeletewa tunabeba, kwa sababu ni mapokeo. Kama jinsi nilivyoanza kueleza jana, haina haja kusherehekea sikukuu ya kipagani, bali tunachopaswa kufanya ni kuhakikisha Yesu anaishi mioyoni mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kondoo aliyechinjwa aliitwa Pasaka, na kila mzaliwa wa kwanza aliyekuwa ndani ya nyumba iliyokuwa imewekewa damu alipona adhabu ya kifo. Nini maana yake? Mungu alikuwa amekusudia kuwaua wazaliwa wa kwanza wote wa Misri. Na kwa sababu alikuwa amekusudia kuwaua wazaliwa wa kwanza, kigezo sio wewe ni Mwebrania utaokoka. Kigezo ni kupaka damu kwenye mwimo wa mlango. Ndio maana hata sasa nakwambia, kigezo sio kuwa mzee wa kanisa, kigezo sio kuwa mchungaji, kigezo sio kuwa msabato. Kigezo ni damu ya Yesu moyoni mwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana hata Wayahudi waliokuwa ndani ya nyumba isiyowekewa damu walikufa. Na tunapokuja na ujumbe ule wa madhabahuni, tuelewe kabisa, moyo wa mtu yeyote, awe kanisani, awe mtakatifu sana, awe anafanya mambo ya kanisa, awe ni mtendaji mzuri sana, awe ni mshiriki bora au kiongozi bora ndani ya kanisa, awe ni mchungaji au muumini wa kawaida, ambaye moyoni mwake hakuna damu ya Yesu, huyo mtu hawezi kupona. Na ndio maana waliambiwa malaika hata angalia kwamba wewe ni Mwebrania au si Mwebrania. Malaika anachoangalia ni damu kwenye miimo ya milango, na damu kwenye miimo ya milango inaashiria damu kwenye mwimo wa mlango wa moyo wako. Ndani ya moyo wako kuna nini? Madhabahu ya moyo wako ina hali gani? Hicho ndio Mungu anachokiangalia. Kondoo aliyechinjwa aliitwa Pasaka, na kila mzaliwa wa kwanza aliyekuwa ndani ya nyumba iliyokuwa imewekewa damu alipona adhabu ya kifo. Na huyu kondoo aliyechinjwa alimwakilisha Yesu Kristo, ambaye alichinjwa katika mauti ya msalaba ili damu yake iwaokoe walimwengu wote. Kwa hiyo mtu yeyote katika ulimwengu huu atakayemkubali Kristo na kukubali Kristo ayaongoze maisha yake kupitia Roho Mtakatifu, huyo atapona. Asiyemkubali Kristo, huyo neno linasema alikwisha kuhukumiwa. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazo kuwamo, nami nitakapoiona ile damu. Sikia jinsi ambavyo Mungu anasema, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapopiga nchi ya Misri. Mungu anapokuja, Yesu Kristo anaporejea mara ya pili, anakuja kuhukumu dhambi. Kwa hiyo yeye anachotafuta ni dhambi. Anayemkubali Roho Mtakatifu na Yesu akakaa moyoni mwake, huyo tayari umiliki wa Roho Mtakatifu na Yesu katika moyo wake utamfukuza shetani na dhambi. Kwa hiyo huyo mtu atakuwa salama. Kwa hiyo sasa hivi hatupaki damu kwenye miimo ya milango, bali tunamkaribisha Roho Mtakatifu katika mioyo, na akisha kuwepo Roho Mtakatifu,
Yesu na Baba wapo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ukisoma Kutoka 12:13, kitabu cha Kutoka 12:13 anasema, na siku hii, sikiliza sasa, itakuwa ukumbusho kwenu, mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana, mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu, ni amri ya milele. Sasa ndipo unaporudi katika kitabu cha Yeremia sura ile ya Yeremia sura ya 44 fungu la 15 na kuendelea, na Yeremia 7:16 na kuendelea. Israeli waliacha kuadhimisha hizi sikukuu, wakaenda kuadhimisha sikukuu ya Easter, kuadhimishwa kwa sherehe ya Malkia wa mbinguni ambaye sasa ndio alikuwa akiitwa Ashtaroth. Na Mungu sasa anamwambia Yeremia, watu wanaoacha kuadhimisha Pasaka ambayo ilikuwa kielelezo cha kuja kwa mwanangu na kufa mauti ya msalaba na mateso yote atakayoyapata, wanadharau dhabihu niliyoitoa mimi kwa mwanangu mpendwa wangu Yesu Kristo, alafu wanaenda kuhangaika na mafundisho ya shetani. Anasema hata ukiwaombea watu wa namna hiyo sitakusikiliza. Ndio maana ninataka sasa tupite katika hizi sikukuu, tuangalie maana yake, ili tuweke bayana hii ya kipagani na hii ya Mungu. Tuangalie Mungu anataka tuadhimishe vipi katika mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maadhimisho ya Pasaka yalilenga, kumbuka huko nyuma ilikuwa ni ukumbusho kwa watoto jinsi walivyookolewa kutoka Misri, lakini pia yalilenga kifo cha Yesu msalabani, kwa kuwa kondoo aliyechinjwa alimwakilisha Kristo na kafara yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kuanzia wakati wameanza kuamriwa kula Pasaka mpaka wakati Yesu anakufa pale msalabani, ilikuwa ni lazima kutoa sadaka na kuadhimisha sikukuu ya Pasaka. Lakini baada ya Yesu kufa pale msalabani, hapo ndipo alipoigongomea sikukuu ya Pasaka msalabani. Kivuli kikakutana na uhalisia, na baada ya kivuli kukutana na uhalisia, ndipo sasa katika kitabu cha Wakolosai sura ya 2 fungu la 16, 17 na 18, neno la Mungu linasema, mtu asiwahukumu kwa ajili ya sikukuu au mwandamo wa mwezi, kwa maana mwili ni Kristo, amekwisha kutolewa. Kwa hiyo mimi niko huru kutosherekea hiyo sikukuu ya Pasaka, kutoiadhimisha. Hakuna tena hukumu, kwa maana aliyekuwa amelengwa katika ile sikukuu ya Pasaka tayari amewadia. Na kwa sababu amewadia, tunachopaswa kufanya sisi sasa ni kusikiliza sauti ya huyu aliyewadia anasemaje. Alipowaita wanafunzi wake, akawakusanya gorofani, akachukua mkate, akaumega, akaubariki, akawapa, akasema, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Akachukua divai hali kadhalika, akaibariki, na baada ya kuibariki akawapa, akasema, kunyweni kama ukumbusho wa mwili na damu yangu. Lakini si mwili halisi wa Yesu Kristo, wala si damu halisi, ila ni ukumbusho. Kwa wale wanaosema, ni somo pia liko mbele, Mungu akitujalia tutayapitia yote. Wale wanaosema kwamba una uwezo wa kubadilisha divai kuwa mwili halisi wa Yesu na kubadilisha mkate kuwa mwili halisi wa Yesu, wanakosea, kwa sababu Yesu Kristo yuko mbinguni na mwili wake halisi. Tunapofanya hapa duniani ni kumbukumbu tu kwamba alikuja akatukomboa. Alipowatoa kule Misri ilikuwa uhalisia, lakini kabla ya kuja kuwakomboa katika msalaba akasema iadhimishwe, ikilenga kifo changu, lakini pia ukumbusho. Alipokufa msalabani, ile ya Misri ikafa. Sasa tunao ukumbusho halisi
wa yeye aliyetoa mwili na damu kwa ajili ya maisha yetu. Hicho ndio ambacho tunatakiwa tukifanya. Kwa hiyo tunaruhusiwa kumega mkate wa Bwana, kuadhimisha ibada ya meza ya Bwana, lakini sio kubadilisha mkate na divai kuwa mwili halisi. Hicho kitu hakiwezekani. Ukiwasikiliza wenyewe wanaita ni fumbo la imani, na ni fumbo la imani kwa kweli, kwa sababu halieleweki. Ingekuwa linaeleweka, mambo yangekaa sawa. Na Yohana anatuthibitishia, anasema katika Yohana 1:29, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Ni Yesu Kristo huyo, alipomuona akija katika ubatizo. Kondoo aliyekuwa anapaswa kuchinjwa katika hiyo sikukuu ya Pasaka, alipaswa awe ni kondoo wa mwaka mmoja, ambaye hajajua kupigana na wenzake wala hajajua kupanda. Na huyu kondoo wa kiume alichinjwa kuashiria kwamba Yesu Kristo asiyekuwa na doa atakuja kufa katika msalaba. Kwa hiyo huyu kondoo dume mbalelo wa mwaka mmoja aliwakilisha hii habari ya kondoo wa kuchinjwa siku ya Pasaka. Na hakupaswa kuwa na rangi wala doa, alipaswa kuwa mweupe kabisa, kuwakilisha utakatifu wa mwenyewe Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakorinto 5:7, kitabu cha Wakorinto wa kwanza 5:7 anasema, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Hivyo hatuna haja tena ya kuadhimisha sikukuu ya Pasaka kama agizo. Na ndio maana ilikuwa rahisi sana kwa kanisa la awali kuiondoa Pasaka na kuipachika Easter. Na watu mpaka leo wanasherehekea sikukuu ya Easter wakifikiri wanasherehekea Pasaka. Kwa sababu kila kinachofanyika ndani ya Easter, kama tulivyoona jana, ni upagani na ni sherehe ile ya kipagani. Inaanza na sikukuu, inaanza na Jumatano ya Majivu. Na jana tuliona yale majivu yanapatikana pale kwa wale wanawake waliokuwa katika kitabu cha Ezekieli sura ya 8 fungu la 14. Wanawake wanamlilia Tamuzi, walikuwa wakilia huko wanajimwagia mavumbi, wanajimwagia majivu ili Tamuzi afufuke. Wakachukua hapo Jumatano ya Majivu. Alafu wale wanawake walifunga siku 40 wakimlilia huyo Tamuzi. Lakini pia hizo siku 40 tunaziona kutoka Jumatano ya Majivu, wanahesabu siku 40 wanaita Kwaresma. Alafu baada ya siku 40 kuisha, wale wapagani walikuwa wakisherekea sikukuu ya Easter. Na baada ya Kwaresma huku wanasherekea sikukuu ya Easter. Vitu viko bayana sana na tunapaswa kuvielewa. Kwa hiyo Yesu alisulubiwa siku ya Pasaka, siku halisi ya Pasaka. Kifo chake kama kondoo wa Pasaka kilikuwa ni uhalisia wa kivuli cha mambo yaliyokuwa yakitendeka kwa miaka mingi. Ukombozi halisi wa mwanadamu ulipatikana mara tu Yesu alipomwaga damu yake pale juu ya msalaba. Yesu alisulubiwa siku ya Ijumaa, na siku iliyofuata iliangukia Sabato ya siku ya saba, yaani ile Sabato ya Bwana. Yesu alipumzika kaburini katika siku hiyo ya Sabato baada ya kifo chake, kama alivyopumzika baada ya kumaliza kazi yake ya uumbaji na kisha kuibariki na kuitakasa Sabato. Tunapata somo gani katika sikukuu ya Pasaka? Kazi ya uumbaji ilikamilika kwa siku 6, siku ya Ijumaa na siku ya Sabato Mungu alipumzika Edeni. Kazi ya ukombozi wa ulimwengu ilikamilika siku 6, siku ya Ijumaa na siku ya 7, Sabato Yesu alipumzika kaburini. Na hivyo ndivyo ambavyo sikukuu hii ilikuwa ikimaanisha. Na Mungu kwa nini anamwambia Yeremia alivyowakuta watu wa Yuda wanasherehekea sikukuu ya Easter? Akamwambia hata ukisema hata ukinisii na kufanya nini kwamba niwasamee, siwezi kuwasamee, kwa sababu wanachokifanya ni machukizo. Badala ya kuheshimu kazi yangu ya ukombozi,
na jinsi ambavyo nimejitoa kumtoa mwanangu afe msalabani kwa ajili yao, wao wanaenda kuungana na shetani. Anasema sitawasikiliza. Na wao wenyewe pia kwa jinsi walivyonogewa huko wanasema hatutamsikiliza Bwana. Kwa Mungu anawaacha, anasema acha waangamie katika shida zao. Wito wangu kwako unayenisikiliza katika siku ya leo, ninakuomba hakikisha unayatenda yote Mungu anayotaka ufanye. Tumejifunza hapa katika siku ya leo, tukaona kwamba Mungu anachotaka kwetu ni mtu mnyenyekevu, lakini la pili anasema mtu mwenye moyo uliopondeka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyo ndio mtu Mungu anayemtaka, na mwenye roho ya kujisalimisha. Unajua, mtu mwenye moyo usiopondeka ni mgumu kufanya kazi zote anazoambiwa kanisani. Akiambiwa alete zaka na sadaka atakuwa mgumu. Akiambiwa aje afanye shughuli za kanisa atakuwa mgumu. Akiambiwa atoe huduma kanisani atakuwa mgumu. Akiambiwa afanye maombi atakuwa mgumu. Lakini mtu ambaye mwenye moyo uliopondeka, moyo wake uko wazi kabisa kwa mambo ya kiroho, hata lazimishwa hata siku moja. Ndio maana katika kile kitabu cha maombi kinasema ni maombi na bidii, bidii na maombi. Hivyo vitu viwili vikienda kama mnyororo, mtu atakubalika na maombi yake yatajibiwa. Mungu awabariki. Karibuni tena katika somo la kesho tutakapoendelea katika mfululizo wa maombi ya siku 100. Lakini kumbukeni, bado tupo na ujumbe wa wale farasi 4 na yale makanisa 7.